Kuna baadhi ya taasisi mbalimbali za kifedha, lakini zingine yani mtu sasa hivi anajiamlia tu, anaenda kuchukua mkopo benki labda milioni 2, anakuja anafungua ofisi, anaanza kukopesha watu. Na watu wale anaowakopesha unakuta mtu kaisha choka, hana mtaji. Alafu pia vile vile labda anampa shilingi 100,000 au shilingi 50,000. Ukipewa 100,000 urejeshe shilingi 4,000 kila siku. Ukipewa shilingi 50,000 urejeshe 2,200 kwa kila siku. Unaona? Unajikuta ana mtaji wake haukui kwa sababu anakosa pesa ya kujikimu kimaisha. Pesa yote anapeleka kausha damu. Unaona? Kila siku kwenye nanili. Kwa hiyo anajikuta ule mtaji unazidi kushuka. Na mtaji unaposhuka anaenda kukopa, anatoka ofisi hii, anaenda kukopa ofisi nyingine ajili ya kubalance ile deni akamilishe, na kumbe anadumbukia shimoni. Hii mikopo ya kausha damu, yani ukienda kujaza fomu leo hii unapewa pesa leo hii. Na unaweza ukajaza fomu kwa mkopo wa shilingi 100,000 lakini ukapewa 75. Wanakata 10,000 ya fomu, wanakata shilingi 15,000 kwa ajili ya bima. Sasa sielewi ile bima inaenda wapi. Lakini mkopo unaandikiwa 100,000 na unaendelea kutoa 4,000. Sasa umeenda kukopa 100,000 umepewa shilingi 70,000. Na bado hapo hapo unaambiwa urejeshe shilingi 4,000 kila siku. Inakuwa inawaumiza watu kwa ujumla. Chanzo haswa cha kina mama kukimbilia mikopo ya kausha damu ni kwa sababu ya ukosefu wa elimu wa ujasiriamali, elimu ya kutunza fedha, pia vile vile hata kujikimu kiuchumi. Sababu hii mikopo inaumiza kweli. Kama ilivyo kausha damu, kweli ni kausha damu. Kwa sababu imeleta athari kubwa sana kwenye jamii. Ongezeko la watoto mtaani pia vile vile linasababishwa na hii kausha damu. Kwa sababu baba anapoona kwamba mama amezidi, labda amekopa taasisi hata 3. Baba anaamua kukimbia, anaacha familia, anabaki mama. Mama naye akiona kwamba yamemfika shingoni, anakimbia, anaacha watoto. Hapana, sijawahi kukopa mkopo wa kausha damu, ila niliwahi kumdhamini mteja wa kausha damu, kwa sababu unapoenda kuomba mkopo unaambiwa lete mdhamini. Kwa hiyo walinifuata, naomba ukanidhamini mkopo, nikaenda nikamdhamini. Alichukua 1,500,000. Lakini alirejesha kama marejesho 4 tu, yule mtu akakimbia. Siku isiyokuwa na tarehe wala muda nikaja kufuatwa nyumbani. Kwa hiyo nilijikuta mimi nalipa lile deni pasipo kujua nalilipa vipi. Na sikujua kwamba mimi nilienda pale nikajaza tu nikijua si 1,500,000, acha tu nimdhamini. Lakini kashikashi nilizozipata ni kubwa. Kashikashi ambazo nilizipata, kwanza nilipata ujumbe pale nyumbani, kuna watu wamekuja kukutafuta. Nikajiuliza ni kina nani? Nimekaa, imefika kama mida ya jioni wakaja wale kausha damu. Jambo la kwanza hawana adabu. Walifika kugonga mlango na kupitiliza ndani moja kwa moja. Akaniuliza rejesho tulio hapa, wewe na mwenzio sasa hivi haonekani, wewe ndio mdhamini, maana mdhamini ndio mkopaji wa pili. Kwa sisi tunaomba utulipe deni. Nikawauliza ameshalipa marejesho mangapi? Wakasema ameshalipa marejesho 4. Alichukua shilingi ngapi? 1,500,000. Nikamwambia basi mnipe muda na nafasi. Kwa kuwa mimi ndo mdhamini, mnipe muda ili niweze kulipa lile deni kwa wakati. Lakini walikataa, wakagoma, wakasema kwamba imepitiliza, siku leo ni siku ya 8, hatujaona marejesho, kwa sababu pesa tunapomkopesha mtu, tunapokusanya marejesho ndipo tunapomkabidhi mwingine. Kwa hiyo kumbe pesa yao inajizungusha hata mara 3. Unapopeleka lile rejesho wanakusanya, wanakopesha tena watu wengine. Kwa hiyo hela inazidi kujizungusha umo. Kwa kweli nilisumbuana nao mpaka kwa mwenyekiti wa mtaa. Nilizalilika mtaani kama mimi ndio nimekopa ile kausha damu. Nilichukia na sikupenda, nilitamani hata siku moja ije itokee. Wanawake tukapaza sauti zetu kuhusu hii mikopo ya kausha damu. Kuhusu mkopaumiza, mimi nishaikukopa. Lakini tatizo likaja upande wetu sisi sana sisi wakopaji. Mkiwa mjatimiza rejesho tulikuwa kwa kikundi. Kwa hiyo mjatimiza rejesho ndio mtakaishi pone kikundi mpaka hata jioni.
mpaka mkamilishe rejesho la kila mmoja ndio mnaachiwa. Sikuanisha mamoja kwa wiki, kila wiki. Na kila mtu anarejesha kufuatana na mkopo aliochukua. Kama mimi nilichukua 800,000, kwa hiyo kila wiki unarejesha 25,000 kwa ndani ya wiki 40. Tuone kama milioni 2 na kitu. Sababu tulikuwa wengi kama watu 17. Sisi tunakutana saa 3 asubuhi, mwalimu anakuja saa 4 kusanya ile hela. Kwa hiyo mkifika saa 4 wengine wakiwa hawajarejesha hata watu watatu mpaka mlikusanye mlipate. Mkikosa mnaanza kupiga simu kwa ndugu jamaa marafiki wanawatumia. Mkiwatumia mnamtolea ile mtu. Ndio mnaruhusiwa kutoka sasa. Sasa kwenye benki sisi sio wazoefu, hatuwezi kutoka kwenye benki. Unakuta sisi ni watu wa kawaida tumepanga. Alafu unakuta kila biashara inayoeleweka. Mtu mwingine anauza mkaa, wengine tunauza maji tu, wengine wanauza maji barafu nyumbani. Benki utaanzaje? Tumeshajua benki wanaenda sana sana, inajua baba wafanyakazi wa serikali au watu wenye uelewa zaidi kama wasomi. Kwa serikali ikituwekea yani kama hivi wanakuja wana kikundi hivi, yani wakubwa wanatuelimisha kuhusu fanya hivi, tutapata uelewa. Tatizo ni kosa uelewa. Tukishapata uelewa, tunajiunga, tunachukua hela kwenye nani? Kwenye sehemu husika, yani ambazo zitatusaidia kwa wepesi zaidi. Mikopo wamama wanapendelea kwa sababu ni mikopo ambayo kwanza haina usumbufu sana. Haina usumbufu sana kwenye kuchukua pesa. Yaani ni muda mfupi wanatoa pesa, lakini hii mikopo ya halmashauri ina mizunguko mikubwa. Ya kuunda vikundi vinapoundwa wakati mwingine na pesa msipate, naambiwa haya leteni vitambulisho vya NIDA. Baada ya vitambulisho vya NIDA tunaomba kila mfungua account shilingi 10,000. Unajikuta wakati huo una pesa, alafu baada ya hapo mtakapotoa zile pesa ndio hivyo mnaambiwa kusubiri hata ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo mtu anaona kwa uharaka aingie kaushadamu achukue pesa ili aweze kujikwamua afanye biashara. Tumekutana pamoja kuzungumzia hali ya kina mama wanavyokosa mikopo na kujikuta wameingia kwenye mikopo ya mtaani maarufu kausha damu. Hali za wanawake wa kina mama wengi, baadhi wameachika na waume zao na baadhi wamebaki na watoto wanahangaika, na wengine wamekimbia ndoa zao kwa madeni ya mikopo umiza kausha damu iliyozagaa kwenye mitaa. Hivyo sisi viongozi wa chama ADC ngazi ya mkoa tumepata msukumo wa kukusanyika kwa ajili ya kuipazia sauti serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba fedha zinazotolewa 10% za bajeti za halmashauri haziwafikii wananchi, zimekuwa zikitolewa kwa misingi ya ubaguzi, kwamba kama sio mwanachama wa chama kilichoshika dola huwezi kupewa mkopo huo kama kikundi au mtu binafsi. Watoto 4 wanasoma, umepanga, wanahitaji kwenda hospitali, wanahitaji mavazi. Hebu niambie, ni maisha gani unaweza ukaishi kwa mtaji wa shilingi 5,000? Kama serikali ingekuwa ina huruma, zile hela za ujasiriamali 10% zote zingelenga wakina mama maskini hawa. Lakini kwa bahati mbaya hizo hela bado zinawalenga matajiri. Na kwa bahati mbaya watumishi wa serikali ndio wamekuwa wakihozi hizo hela. Zikifika wakati wake wanaunda vikundi wao na ndugu zao, wanachukua zile hela, wanasema ni 10% zimeenda kwa wakina mama, vijana na walemavu. Kumbe hela hizo zimerudi kwa watumishi wa serikali, na ndio maana mara nyingi mikopo ile serikali haiipati, hairudi. Kwa sababu waliochukua ndio wale wanatoka kudai. Wanaweza kuzidai. Sasa masikini hao ukiwakopesha, kama wanaweza kulipa 4,000 kila siku kwenye kausha damu, anashindwa kulipa ule mkopo wenye gharama nafuu. Lakini bado masharti yake tena ni magumu. Ili mjiunde kwenye vikundi na muweze kupata mkopo ule mpaka uwe na NIDA. Na bahati mbaya NIDA hazipatikani kwa wakati. Yaani leo nataka mkae mtafakari. NIDA ni muhimu kuliko kitambulisho cha mpiga kura. Mnanielewa Kwa sasa, kwa sababu NIDA, usipokuwa na NIDA uende JKT, usipokuwa na NIDA mtoto haendi sekondari kwa sasa kama mfikisho umri miaka 18 wala chuo. Usipokuwa na NIDA kwenye mkopo wa 10%
hawakupi. Usipokuwa na NIDA huwezi kufanya jambo lolote. Sasa umeenda mbali zaidi, ili upate mkopo ule pia kwa nyinyi wajasiriamali, mpaka tena uwe na kitambulisho cha mjasiriamali. Na kama hauna kitambulisho, kama ukiwa hauna NIDA, kitambulisho cha mjasiriamali tena chenyewe ufanyije? Ukipati. Unaona mitego mnaowekewa? Yaani mnawekwa kwenye mitego migumu kweli ndugu zangu. Sasa tunataka mtusaidie, tushirikiane, tuwe pamoja, tulie pamoja, tuachane na hawa wanaotutesa. Twende tuwashughulikie, tuwaambie kumbe hata sisi tunaweza. Ndio maana tumewaletea taasisi za kibenki ziweze kuwaeleza namna ya kupata mikopo kwa utaratibu wanaoujua wao.